Mimi naitwa Francis Langula, ni mwalimu wa neno la Mungu, ni mhubiri wa Injili, ni mwandishi wa kitabu. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi aliyotupatia. Kwa dakika kama 50 hizi zilizoko mbele yetu, nitafundisha umuhimu wa neno la Mungu kwenye maisha ya mwamini. Na mimi mnanisikia vizuri? Umuhimu wa neno la Mungu kwenye maisha ya mwamini. Umuhimu wa neno la Mungu kwenye maisha ya mwamini. Niongeze sauti basi kidogo. Kwa nini tunajifunza somo hili? Umuhimu wa neno la Mungu kwenye maisha ya mwamini, au nguvu ya neno la Mungu kwenye maisha ya mwamini. Malengo, kwa nini tunajifunza? Kwenye dunia tuliyopo sasa hivi ni dunia iliyojaa taarifa nyingi, maarifa mengi na vyanzo vingi vya taarifa. Unaona sasa unapatia. Na vyanzo vingi vya taarifa. Kwa somo hili litatusaidia kwenye maeneo kadhaa. Namba moja, litatusaidia kutuonyesha kwamba neno la Mungu sio taarifa nyingine tu au maarifa mengine tu au chanzo kingine cha taarifa, bali neno la Mungu ni mamlaka pekee inayoweza kugeuza maisha ya mwamini. Neno la Mungu ni mamlaka pekee inayoweza kugeuza maisha ya mwamini. Ukikutana na neno la Mungu hauwezi kubaki kama ulivyo, lazima ugeuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu sio tu taarifa nyingine kama tunazofahamu, sio maarifa mengine kama tunafahamu, au sio kama chanzo kingine chochote cha taarifa, bali neno la Mungu ni taarifa, ni mamlaka pekee inayoweza kugeuza maisha ya mwamini. Jambo la pili ambalo ni lengo la kujifunza ni ili tuweze kuona namna ambavyo neno la Mungu linaweza kuyageuza maisha ya mwamini yafanane na kile ambacho Mungu anasema. Neno la Mungu linaweza kugeuza maisha ya mwamini yafanane na kile ambacho Mungu anasema. Unajua neno la Mungu liko hivi. Neno la Mungu halikuonyeshi tatizo peke yake, linakuonyesha namna ya kushinda hilo tatizo. Neno la Mungu ni kama kioo. Kioo cha kawaida ukijiangalia kinakuonyesha ulivyo, una kovu, umekaa vibaya, kioo cha kawaida. Neno la Mungu ni kioo ambacho alikuonyeshi tu ulivyo, linakuonyesha unavyotakiwa kuwa. Yaani kama una kovu, linakuonyesha wewe unatakiwa uwe huna kovu. Alafu linakupa na msaada wa kufanana kile ambacho linakuonyesha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini lengo la tatu la kujifunza neno la Mungu ni ili kutusaidia kutuonyesha kwamba neno la Mungu likiwekwa kwenye matendo linaweza kuzalisha maajabu yasiyo ya kawaida kwenye maisha ya mwamini na kusababisha huyu mwamini akaanza kufurahia Mungu atendaye maajabu. Neno la Mungu likiwekwa kwenye matendo linaweza kuzalisha maajabu yasiyo ya kawaida kwenye maisha ya mwamini na kusababisha huyu mwamini akaanza kumfurahia Mungu atendaye maajabu yasiyo ya kawaida. Amen. Unajua kwenye mwili wa Kristo na kizazi chetu, neno la Mungu halijapewa umuhimu, na ndio moja ya sababu ya maisha dhaifu ya watu wa Mungu. Hata wewe mwenyewe ni shahidi kwenye maisha yako ya kila siku. Tukipima neno na maombi, ni kitu umekipa umuhimu. Wengi mmeapa maombi umuhimu juu ya neno, jambo ambalo sio sahihi. Sasa usije ukafikiri ninapinga maombi.
Lakini mwombaji asiye na neno anaweza akawa anaomba sana na anateswa na nguvu za giza. Tunaombaji wangapi anafunga na anateswa na nguvu za giza, anaomba na akilala anakabwa? Sio shida ya maombi, ni shida ya ufahamu, shida ya neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu likiweko kwenye matendo linaweza kumfanya mtu, unajua sisi kama watu wa Mungu, miujiza haipaswi kuwa kitu cha kutafuta. Miujiza inapaswa kuwa kitu cha kutembea nacho. Yaani ukikaa kwenye neno la Mungu, kwa sababu kinachozalisha miujiza sio maombi. Kinachozalisha miujiza ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio chanzo, ndio linaumba. Neno la Mungu ndio linafanya uumbaji. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, neno alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Maana yote ambaye atakaa na neno, kuna vitu ambavyo havikuwepo vitaanza kufanyika, na hiyo ndio miujiza. Sasa watu wengi hatujalipa neno la Mungu uzito wa kutosha. Ndio maana hatutembei kwenye udhihirisho wa kimiujiza wa neno la Mungu. Miujiza ni ya kutafuta kwenye maisha. Mtu yote ambaye ametembea na neno la Mungu, miujiza sio ni ya kutafuta. Miujiza ni kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na ni watu tu ambao wasioelewa nguvu ya neno wanaweza kuliwekea limitation. Wanaweza kuliwekea limitation. Mimi kusikia story mtumishi wa Mungu mmoja wanamkebei. Alisema aliombea gesi. Umesikia? Watu wa Mungu, amnijui neno la Mungu linafanya kazi. Haujui neno la Mungu linafanya kazi. Neno la Mungu linaweza kufanya zaidi ya hicho kitu cha gesi. Hicho kitu cha gesi ni kitu kidogo. Neno la Mungu linaweza kufanya zaidi hapo. Ni mtu ambaye hajui kutembea na Mungu na neno lake ndio anaweza akakebei kwamba unaombea gesi inakaa zaidi ya muda ambao unatakiwa. Neno la Mungu linaweza kurefusha mkono, unasema gesi. Mkono mfupi ukarefuka, unasema gesi. Gesi ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo moja ya kazi ya neno la Mungu ni kumfanya huyu mtu wa Mungu atembee kwenye maisha ya miujiza. Ni maisha yake. Kwa sababu gani? Amekutana na neno la Mungu. Amen. Unajua kwa nini Israeli walikuwa wanatembea kwenye muujiza? Kwa sababu Musa alikutana na neno. Baada ya kukutana na neno, kwenye kila eneo ilikuwa ni Mungu anajidhihirisha, Mungu anajidhihirisha, na ndivyo inavyopaswa kuwa kwa kila mtoto wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muamini anayetembea katika neno la Mungu, maisha yake yatajaa ishara na maajabu ya Mungu. Unajua maandiko yanatuita, Biblia inasema sisi tu ishara. Yaani sio tunatendewa ishara. Yaani ukianza kuyafuatilia maisha yangu, unatakiwa maisha yangu yawe ni ishara kwako. Maisha yangu yawe ni maajabu kwako. Na ndivyo anavyopaswa kuwa kila mtu wa Mungu. Maisha yake yanatakiwa kuwa ishara na ajabu. Kuna namna akutane na ugonjwa ukija apone kwa namna ya maajabu. Hatari zinavyokuja atoke kwenye hizo hatari kwa namna ya maajabu. Kama ni kwenye masomo, kuna namna tu, ni kweli kuna njia ya kawaida ya kufaulu, lakini afaulu kwa namna ambayo hawezi kuielezea kwa 100%. Maana yake afike mahali katika maelezo yake aseme kama kila kinachotokea kwenye maisha yako unaweza kukitolea maelezo 100. Mungu hayupo. Mungu anahusika. Yaani ulifauluje? Nilifanya hivi, nikafanya na hivi, nikafanya na hivi, nikafanya na hivi, nikafanya hivi, ikatokea hivi. Hakuna Mungu. Kuna Mungu akihusika. Ni kweli unasema niliweka bidii hapo, nikasoma na hivi, nikasoma, lakini kuna haka point kulikuwa na nguvu nyingine ilinisaidia. Ni kama yule kipofu. Tueleze uliponaje? Anasema yaani sina maelezo. Ninachojua nilikuwa kipofu. Hiyo na uhakika. Hilo na maelezo nalo. Na ninaona hilo na maelezo nalo. Ila nini kilitokea siwezi eleza yote. Kamuulize Ibrahimu akuelezee mwanamke wa miaka 90 anazaje. Anajua tu kweli, anajua sikuwa na mtoto.
ila kwa kweli huo mchakato wa mwanamke kuzaa miaka 90 siwezi elezea, ila uhakika mtoto huyu hapo. Na ndivyo neno la Mungu linapaswa kufanya kwenye maisha yetu. Amen. Lizalishe vitu ambavyo tunaeleza kweli, lakini kuna mahali wewe mwenyewe unasema kwamba hapa ni mkono wa Mungu. Na unajua ndivyo ambavyo maandiko yanasema, utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa sababu yeye ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Ukifuatilia hiyo andiko, utamkumbuka Bwana, maana yake kwenye kila unapoelezea utajiri wako, kuna namna tu utamention Mungu, kwa sababu si tu kwa nguvu zako, sio kwa uwezo wako, sio kwa akili zako, bali Mungu alihusika. Na hiyo ni kazi ya neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nitaongea kidogo kwa sababu hatuna muda wa kutosha. Lakini ni kwa muda ambao tutakuwa nao, ninataka nikuonyeshe kwamba neno la Mungu sio kitu kidogo kama ambavyo wengi tumelichukulia. Tumechukulia neno la Mungu kwa wepesi sana. Na ndio maana wakati mwingine tunaishi maisha dhaifu sana. Watu wengi wanaomba sana, hawana neno. Unajua muombaji asiyena neno atateswa na nguvu za giza, atateswa na shetani. Kwa sababu shetani akija kwako ukiwa muombaji, ukiomba sana unamprovoke shetani. Huo ndio ukweli. Ukifunga sana unatikisa upande wa giza. Kuna namna unatengeneza attention kwa nguvu za giza. Lakini shetani akikujia baada ya hiyo attention uliyompatia kupitia mifungo mirefu na maombi marefu, anachokitafuta ni neno. Ndio maana Yesu anafunga siku 40. Kabla hajakutana na Mungu, alikutana na shetani. Alafu shetani, kitu cha kwanza, ukimprovoke shetani kwa mifungo na maombi yako, kitu cha kwanza atapima unajua nini. Akigundua hujui, unaweza kugeuza mawe kuwa mkate, anakumaliza. Na ndio maana unaona Yesu amemprovoke shetani kwa maombi ya siku 40. Cha kwanza kabla hajakutana na Mungu, anakutana na shetani. Na kitu cha kwanza anamwambia geuza mawe yawe mkate. Nini kilimtoa Yesu? Na usije ukafikiri shetani alikuja kama shetani kabisa, ama lile linyoka. Alikuja kwa namna ambayo kama Yesu angekuwa hana neno, angejua ni sauti ya Mungu. Ndivyo vinginevyo sio mjaribu. Yaani wewe unajaribiwaje? Na yaani anakuja kabisa binti kwa mfano, anakwambia mimi nimetumwa na shetani nije nikuangushe kwenye zinaa, utaanguka? Hapana, lazima aje tu binti kama kawaida, mioyo ina connect, anaongea vizuri, ana ushauri mzuri, yaani anaanza kukuvuta na kuvuta na kuvuta na kuvuta, lakini ndani ukweli ni kwamba ametumwa na shetani kukuangusha. Sasa ndivyo ambavyo Yesu alijiliwa. Lakini nini kilimuokoa Yesu? Imeandikwa. Unapokutana na adui shetani, kitakachokuokoa ni imeandikwa. Unajua neno kiasi gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kulipa neno la Mungu nafasi yake kwenye maisha yetu, ili liweze kutusaidia kutoka mahali ambapo hata ingeweza kuwa si rahisi sana kutoka. Amen. Sasa kuna vitu kadhaa nitaviongea. Kitu cha kwanza nitazungumza aina 3 za taarifa. Nafikiri tutaishia hii, lakini nikipata, kama ikiwezekana, nafasi ikipatikana, muda ukiruhusu, nitazungumzia neno la Mungu ni halisi au uhalisia wa neno la Mungu. Lakini tuanze na aina 3 za taarifa. Aina 3 za taarifa. Duniani kuna taarifa nyingi tofauti tofauti, lakini taarifa zote ambazo mwaisikia duniani zitaangukia kwenye mmojawapo kati ya haya makundi matatu. Mojawapo kati ya haya makundi matatu. Kundi la kwanza zitaangukia kwenye taarifa za uongo. Itakuwa ni aidha taarifa za uongo, au kundi la pili ni taarifa za kweli inayobadilika, au kundi la tatu ni taarifa za kweli isiyobadilika. Basi
kila ambacho kimekujia kama taarifa kinaangukia kwenye haya. Sasa reaction yako itatokea, unajua nini kwenye haya matatu niliyoongelea. Nataka nianze kwa kuongelea kundi la kwanza la taarifa zinazoitwa taarifa za uongo. Amen. Taarifa za uongo. Nyuma ya kila taarifa ya uongo yuko Shetani, kwa sababu yeye ndiye baba wa uongo. Nyuma ya kila taarifa ya uongo yuko Shetani, kwa sababu yeye ndiye baba wa uongo. Yohana sura ya 8 mstari wa 44. Yohana 8:44 anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Nao wanaambiwa ni wanadamu. Wanadamu wanaambia ni wa baba yenu. Kumbe kuna wanadamu ambao ni uzao wa Shetani. Wapo. Nao walikuwa wanadamu wa kanisani, watu wa Mungu. Usije ukafikiri ni wanadamu wa pagani. Hao walikuwa ni wale kabisa watu wa shikadini. Anawaambia ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Sasa sitaki kwenda upande huo. Anasema na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. Kwa maana yake kundi la kwanza la taarifa ni taarifa za uongo, na aliye nyuma ya kila taarifa ya uongo, yani ukiletewa taarifa alafu ile taarifa ni ya uongo, nyuma yake yuko Shetani, kwa sababu kwenye kila taarifa kuna kitu cha kiroho nyuma yake. Kwa hiyo ukiletewa taarifa ya uongo, nyuma yake yuko Shetani. Kwa taarifa ya uongo ikizungumzwa na kusisitizwa sana, au ukiisikia sana, unaweza ukafikiri ni ya kweli, lakini kuipokea taarifa ya uongo kama ya kweli hakuigeuzi kuwa ya kweli na kuzuii madhara ya taarifa ya uongo. Na nielewa watu wa Mungu. Kuipokea taarifa ya uongo kama ya kweli hakuifanyi kuwa ya kweli na kukufanyi usipate madhara. Kwa hiyo ukipokea taarifa ya uongo lakini wewe ukaamini ni ya kweli, matokeo utakayopata sio ya kweli. Matokeo utakayopata ni ya uongo. Madhara utakayopata ni ya uongo. Amen. Ni kama vile mtu yuko kwenye ndoa, alafu akaletewa taarifa za uongo, zikatengenezwa, zikamletwa kwake na kuambiwa ya kwamba mke wako anatoka nje ya ndoa, anatembea na fulani, na zikatengenezwa kwa namna ambayo akazipokea kama za kweli, lakini ni za uongo 100%. Nini kitatokea? Maamuzi yake hayatafanyika kutokana na ukweli, yatafanyika kutokana na uongo, na madhara yatatokana na kile alichopokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii unaweza ukaiona hata wakati wa corona. Kuna mambo mengi yalipata nafasi kwenye maisha ya watu kwa sababu ya taarifa zisizo na ukweli. Taarifa za uongo nyingi zilikuwa za uongo, nyingi zilikuwa zimetengenezwa kweli, nyingine zilikuwa za kweli, lakini sio kweli yote. Kwa hiyo kuna watu waliamini hata ukipiga chafya una corona. Jamani, hatupigaki chafya mpaka leo. Ilikuwa ukikaa kwenye kundi, umekaa kwenye daladala ukapiga, unaona watu wanaanza kupiga. Maana yake kuna uongo ulipenyeza. Ukipiga chafya una corona. Ukikoa ghafla watu wanaanza kukimbia, wanaamini una nini? Maana yake kuna taarifa nyingi za uongo zilipenyeza kama za kweli, na zilileta madhara ya uongo, kwa sababu ndio ile hofu ilikuwa inasambaa. Wengi waliokufa na corona walikufa na hofu. Hivi unajua unaweza ukaogopa hadi pumzi inakata. Unaogopa. Leo kutana na mtu mmoja alisikia kichomo, alisikia maumivu maeneo haya hapa. Alafu ghafla taarifa ikamjia kwamba figo zako zimefeli. Alafu alivyo mpumbavu akaenda kwenye Google
dalili za figo za mwanzoni, dalili za mwanzo za figo kufeli. Yaani vile alivyokuwa anasikia ndivyo ambavyo Google ilimletea. Alafu akaanza kufuatilia baada ya hapo nini kitatokea, ikamletea baada ya hapo itakuja hiki. Siku zilivyokuwa zinaenda ndicho alikuwa anasikia kila alichogundua. Kwa muda anakuja kuwasiliana na mimi, yani ananiambia na matatizo ya figo. Anambia ulienda hata hospitali? Nini kilitokea? Ndio anaeleza hii story. Kapokea na hakuwa hata na ugonjwa, hakuwa na ugonjwa. Mimi nikwambia kwanza kafanye toba. Umefanya Google ndio chanzo cha taarifa yako. Na wangapi ndio Google chanzo cha taarifa zetu? Na sasa hivi kuna hizo AI. Yaani ukisikia maumivu fulani, ukiona kipele fulani unakapiga picha unakapeleka kwenye AI. Hiki kipele sio kansa. Utaipata. Hivi ndivyo ambavyo shetani anaingiza magonjwa kwa watu. Hivi ndivyo ambavyo shetani anaingiza magonjwa kwa watu. Hivi ndivyo ambavyo shetani anaingiza mauti kwa watu. Watu wametumainia taarifa za uongo, wameamini kama ndizo za kweli na ndizo zinaendesha maisha yao. Ndio maana leo watu wengi wako kwenye changamoto. Hawatumaini neno la Mungu, anatumainia ChatGPT. Unaweza ukapokea taarifa za uongo kutoka kwenye vitu kadhaa. Sawa? Namba moja, unaweza ukapokea taarifa za uongo kutoka kwa watu. Mtu anakuja anakupa taarifa za uongo. Mtu tena unayemwamini anakuja anakupa taarifa za uongo za huyu dada. Alafu ghafla unaanza kumchukia huyu dada. Wema wake wote ambao amefanya uoni tena. Yaani ukimwangalia nilikuwa naishi na shetani kabisa, lakini umeletewa uongo 100. Mpo wa dada? Wadada mna changamoto hiyo. Usemeshane na yule kwa sababu yule alikwambia yule. Fuatilia vizuri. Mengine ni uongo au uongo uliochanganywa na kweli. Uongo ukichanganywa na kweli jumla yake inaitwa uongo. Kwa sababu shetani alichomfanya Hawa pale bustanini, alimchanganyia uongo na kweli. Ukifuatilia vizuri, nyoka aliongea kauli 4. Kauli 2 ni za kweli kabisa. Mtafunguliwa macho yenu. Ni kweli. Mtakuwa kama Mungu. Si kweli kwa sababu tayari walikuwa kama Mungu. Mkijua mema na mabaya. Ni kweli. Hamtakufa. Uongo. Kauli 4, 2 za uongo, 2 za kweli. Jumla ya uongo na kweli ni uongo. Hakunaga mchanganyiko wa nuru na giza. Na neno nzuri. Yaani ukiona kuna labda uko kwenye mahusiano, kuna muda unamuona yani kama Mungu kamshusha hivi, afu kuna muda unaona kama shetani. Huyo ni shetani. Fanya conclusion. Huyo ni shetani. Yaani hakuna siku unaona nuru kama giza, kama nuru. Nuru ni nuru muda wote. Amen. Kwa ukishaona imechanganyikana ni kuna muda unaelewa kabisa ni Mungu kanipa Mungu. Hapa ni shetani. Alafu kuna muda tena Mungu akisimama madhabahuni ukasema Mungu yani ana Mungu yule akihubiri ana Mungu. Ukikuta kwenye kona mambo anayokuongesha useme ni yule ni shetani, ni Mungu, ni shetani, ni Mungu. Rafiki yangu ni shetani. Ninakusaidia kufanya maamuzi, achana na hiyo shetani. Sawa? Unaweza ukapokea taarifa za uongo kutoka namba 1 kwa watu. Namba 2, unaweza ukapokea taarifa za uongo kutoka kwa wataalamu mbalimbali. Lakini ukapokea kabisa ya uongo, ni mtaalamu lakini akakuletea taarifa ya uongo kwa kujua au kwa kutokujua. Amefanya vipimo vya kitaalamu. Anakwambia hiki kipimo kinaonyesha kwamba una kansa. Ni uongo 100%. Bila kujua, inawezekana kwa ubora, kiwango cha ubora vipimo vyake au sababu nyingine yoyote, ujuzi wake, maarifa yake na nini, lakini 100% ni uongo. Anakwambia ni dalili ya kansa na hakuna kansa. Anakwambia kuna shida fulani na haipo. Kwa inaweza ikawa ni ya uongo. Kwa point yangu iko wapi? Sio tu kila unachoambiwa na mtaalamu, amesema mtaalamu, amesema daktari. Hapana. Sisi kama watu wa Mungu lazima tujue kuchuja taarifa.
Unaweza ukapokea taarifa za uongo kutoka kwa sayansi na teknolojia. Uongo kabisa. Kuna mtu mmoja alikuwa anaelezea, anasema alianza kuibana nani ChatGPT. Aliuliza, ikampa maelezo, akaanza kuibana, akasema hapa unadanganya wewe, unadanganya. Baadaye ikakiri kabisa, kwa kweli hapa hizi taarifa sina uhakika. Kwa hata sayansi na teknolojia inaweza ikakupa taarifa za uongo, ila ukizipokea kama za kweli utapata madhara. Bwana asifiwe sana. Lakini pia unaweza kupokea taarifa za uongo kutokea kwenye mazingira yako. Kuna watu mazingira yao waliokulia yamewajazia uongo. Wewe huwezi kufanikiwa kibiashara. Kwenu wewe hakuna tajiri. Wewe hata baisikeli ipo. Wewe ameshazipokea zote taarifa za uongo kutoka kwenye familia yake. Mazingira yanamwambia wewe, kwa mazingira haya utoboi. Mazingira, kwa sababu hivi vitu vyote unajua, ili iwe taarifa, ninaposema taarifa ili ingie ndani yako, inaingia kwa njia ya wazo. Kwa chochote kinachokupa mawazo kinakupa taarifa. Unanielewa watu wa Mungu? Kwa unaweza kupokea taarifa kutoka kwenye mazingira, ukakutana na mazingira fulani, mazingira yakaanza kukupa mawazo. Alafu mawazo yakaanza kuwa kama umewahi kutembea usiku unaogopa. Umewahi kutembea usiku gizani unaogopa. Ghafla ile hofu tu, mazingira yanakwambia, unaona yule mtu. Ukienda hivi anaenda hivi, ukienda hivi anaenda hivi. Ukijikaza ukasogea unagundua ni mti. Sio mtu. Lakini ulipokea taarifa, mazingira yakakupa taarifa. Na ni taarifa ya uongo kabisa. Kuna taarifa umewahi kupigiwa simu labda ghafla, wakati mtu anaongea kabla hajamaliza akaashiria kitu fulani, labda mauti au mtu amekufa, afu ikakata au mpata, afu kaanza kujipa taarifa. Utashangaa mpaka unaarisha. Yaani unajiuliza huu mchakato. Kuna ndugu yangu mmoja, yeye akiogopa sana lazima aende akaarisha. Sasa unajiuliza huu mchakato wa kuarisha ndani ya dakika moja umefanyaje huko tumboni? Nini kimetokea? Taarifa ni kitu chenye nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kupokea taarifa pia za uongo kutoka kwenye mawazo yako unayoruhusu kuhusiana na jambo. Mawazo kuhusiana na jambo. Mawazo yako tu yakakuaminisha uongo. Ukakaa ukapiga simu, mara ya kwanza haipatikani, ya pili haipatikani, ya tatu haipatikani. Ukatulia. Baadaye ghafla wazo likaingia. Au amepata ajali. Ukalipokea. Au amepata ajali. Sikuwa amekufa. Ukazika, ukaenda mbali. Ukachanganyikiwa. Baadaye unapiga inapata. Au yuko na mwanaume kama ni mkeo. Kutokea kwenye mawazo, mawazo yako yakakuvuruga vya kutosha, yakakupa kila aina taarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza ukapokea taarifa za uongo kutoka kwenye mawazo. Mtu akafanya kitu kwa namna fulani, mawazo yako akakupeleka kwingine. Ameniona hivi, itakuwa 70 na namna hivi, na ukajikuta unakuwa stressed kwa kitu ambacho ni cha uongo 100%. Mawazo yako, unaweza kupokea taarifa za uongo kutoka kwenye mawazo yako. Petro alipokea taarifa ya shetani kwenye mawazo yake kuhusiana na kuteswa na kuuawa kwa Yesu. Na hakuwa anajua. Akawa anafikiri anamtetea Yesu. Lakini Yesu, kwa sababu Petro anamwambia hivi Yesu, wewe huwezi kwenda msalabani, ufi wewe. Anaona anamtetea Yesu. Unajua Yesu anamwambiaje? Rudi nyuma yangu shetani. Alafu anamwambia kwa nini anamuita shetani? Anamwambia kwa sababu huyawazi.
Kumbe kupitia mawazo unaweza ukajikuta umeingia mkataba na shetani. Anasema kwa sababu ya wazi yaliyo ya Mungu. Alafu mbaya zaidi asemi kwamba unayawaza ya shetani, anasema bali ya wanadamu. Marko 8:31 hadi 33. Nenda nyuma yangu shetani, kwa sababu huyawazi yaliyo ya Mungu bali yaliyo ya wanadamu. Marko 8:31. Marko 8:31. Yasome hilo andiko. Marko 8:31. Marko 8:31. Anasema akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu apatikane na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na baada ya siku 3 kufufuka. Naye alikuwa akinena neno hilo waziwazi. Petro akamchukua akaanza kumkemea. Maana yake anamwambia useme haiwezekani, hilo jambo halitakupata. Akageuka akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro akasema, nenda nyuma yangu shetani, maana tuishapo huyawazi. Kumbe mawazo yako yanakoelekea, maana yake yanakufanya kuwa. Kwa ukiwaza ya shetani, unakuwa shetani. Anasema nenda nyuma yangu shetani. Na kwa nini nakuita shetani? Yawazi. Umepokea taarifa. Anasema uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Sio ya shetani, ya wanadamu. Mwae kusikia mtu anasema unajua naamini lakini kibinadamu. Sasa hiyo kibinadamu hiyo ni kishetani. Kibinadamu yote inayopingana na neno la Mungu hiyo ni kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaweza kupokea taarifa ya uongo kutokea kwenye mawazo. Isaya sura 28 mstari wa 15. Isaya sura 28 mstari wa 15 anasema, kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, kwa maana tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Sasa tulisome ile andiko kwa mtazamo mwingine. Ukianzia ile andiko ni sawa kulisema hivi, tumefanya maneno ya uongo kuwa kimbilio letu, tumejificha chini ya maneno yasiyo kweli. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Unapofanya maneno ya uongo kuwa kimbilio, yaani unapoamini uongo na kufanya kuwa kimbilio, unafanya agano na mauti. Unapoamini mawazo ambayo yanakujia kwamba una ugonjwa fulani wa kufisha, unaagana na mauti. Hivi ndivyo ambavyo watu wanaingiwa magonjwa. Magonjwa ni ya kiroho. Hivi ndivyo ambavyo watu wanaingiwa magonjwa. Hivi ndivyo ambavyo shetani anapata uhalali wa kutesa watu kupitia taarifa za uongo. Amen. Kwa hiyo unapozipokea taarifa za uongo kwa kujua au kwa kutokujua, na ukazifanya kuwa kimbilio lako na ukazifanyia maamuzi na maanisha kama taarifa za kweli, maana yake unafanya agano na mauti, unapatana na kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unairuhusu mauti kwenye hilo jambo, unaruhusu uovu na uharibifu kwenye hilo jambo, unaruhusu utendaji wa uovu wa kuzimu wa shetani kwenye hilo jambo. Sasa mauti sio tu kifo, mauti ni spirit, ni roho, ni roho. Kwa maana kuna watu waliamini taarifa ya uongo wakapoteza watu wa hatima zao, wakatenganishwa na watu wa hatima zao, baadaye anakuja kugundua ilikuwa ni uongo. Kwa mauti ni roho ambayo inaweza ikasababisha uharibifu, ikiwemo pia na kifo. Kwa hiyo usikubali mazingira ya kupatia taarifa, usikubali unachokiona kikupe taarifa na kufanyia maamuzi, usikubali maumivu na hisia zikupe taarifa. Na watu wakiumia, maumivu yanaanza kumpa taarifa, wanakuchukia, wao kupendi wewe, mpaka anaenda anajiua. Kapokea taarifa kutokea kwenye maumivu, kaachwa tu, asema utakuwa ufai wewe, yani ufai, dunia nzima inakuona ufai. Anateswa na roho ya kukataliwa, kwa sababu kuna kijana mmoja alimwambia wewe mbaya, sikutaki. Kwa hisia zimempa taarifa, alafu zimempa na maamuzi, zimempa conclusion kwamba wewe ufai.
wewe hamna mtu atakuoa, hamna mtu yaani wewe ni takataka. Kufeli mitihani miwili mitatu kukampa taarifa, wewe utakuwa bogus wewe. Wewe una laana ya ukoo, wewe ndio hamwezi kufanikiwa. Yaani hivyo tu. Na basi kazipokea na shida imetokea. Kwa usikubali mazingira, hisia, maumivu zikupe taarifa. Mara nyingi zitakupatia taarifa ambazo hazina usahihi. Kila taarifa unayoipokea ipime kwanza rohoni. Roho yako ikikataa, usiipokee. Amen. Kila taarifa unayoipokea ihukumu kwa usahihi. Hukumu sahihi ni nini? Ni hukumu ya neno la Mungu. Kila taarifa unayopokea ipime kwenye neno la Mungu. Haiendani na neno la Mungu, usikubali ikawa ni taarifa yako ya maisha. Amen. Biblia inasema Yohana 7:24, anasema basi msihukumu hukumu ya macho, bali ifanyeni hukumu iliyo ya haki. Hukumu ya haki ni ipi? Ni hukumu ya rohoni. Usiyapime maisha kwa vitu unavyoona. Pima vitu rohoni. Hukumu ya haki ni hukumu ya neno. Amen. Aina ya pili ya taarifa, mdomo kipi? Aina ya pili ya taarifa ni taarifa za kweli inayobadilika. Kweli inayobadilika. Nyuma ya taarifa za uongo yuko shetani. Nyuma ya taarifa za kweli inayobadilika, hizi zinaitwa facts. Facts. Kweli lakini sio kweli ya kudumu. Kweli inayobadilika. Nyuma ya taarifa za kweli inayobadilika, nyuma ya facts, kuna namba moja, sayansi. Sayansi inatoa taarifa za kweli. Mara nyingi inatoa taarifa za kweli unless kifaa cha kisayansi kina changamoto. Tunajua kuna kifaa kina changamoto kisitoe taarifa za kweli au uwezo wa kifaa. Ndio maana kwenye sayansi tiba kwa mfano, kuna vifaa, yani kuna kifaa kinaona wadudu wa malaria kwenye damu. Kwa hiyo kinakupima, kinakwambia hamna malaria. Lakini ukienda kuna kifaa kingine ambacho ni kikubwa zaidi kwenye damu, kinaona zaidi. Vile vile hata vipimo vya kupiga labda X-ray, CT scan, MRI vinaona tofauti. Lakini kwa ujumla wake sayansi inatoa taarifa za kweli kwa ujumla wake, lakini sio kweli ya kudumu. Lakini mahali pengine ambapo utapata taarifa za kweli, teknolojia pia inatupatia taarifa za kweli mara nyingi, unless kile kifaa cha teknolojia kiwe kina shida. Kwa mfano, unajua kwa mfano ndege inarushwa na teknolojia. Ni teknolojia kabisa. Well, ndio maana dashboard ya ndege ina vitu vingi sana. Kwa sababu gani? Inapokea taarifa nyingi, upepo, hali ya hewa, vitu vingi vinavyozunguka ndege vinaleta taarifa. Ndio maana mara nyingi ajali ya ndege sio ghafla. Yaani wandani wanaambiwa sasa tunaenda kupata ajali. Wanajua kwamba sasa tunaenda kupata, yaani ndege haiwezi kuwa angani inatembea hivi afu ishuke chini dondoke. Hamna kitu cha ndani. Taarifa inaweza ikawa kwa muda mfupi, lakini inajulikana kabisa. Maana yake mazingira kuna taarifa zitakuja. Kwa mfano, nimewahi kufuatilia ajali moja ya ndege. Ilitokea kwa sababu kulikuwa na vipimo viwili. Kuna upande huu unachukua taarifa ya kasi ya upepo na huu inaoijulisha ndege iko kwenye kasi ipi. Kwa hiyo namna ya kubalance sasa speed na vitu kama hivyo sijui sana undani wake, lakini ilikuwa ni kama kwenye upande mmoja wa nje ya bawa kuna katundu kanaingiza upepo, kanapima ile kasi ya upepo na huu. Kwa hiyo inatakiwa vile balance. Sasa pilot akachanganyikiwa kwa sababu huku kunaleta kwamba yuko spidi kubwa sana na huku kunaleta yuko spidi ndogo sana. Kwa akawa anashindwa afanye nini, akajikuta anafanya maamuzi ambayo yalikuja kusababisha ile ndege kuanguka. Baadaye walipokuja kuchunguza wakagundua kwenye kile kimoja ya kitundu ambacho kilikuwa kinaingiza upepo, ile ndege ilikodiwa ikawa imeenda nchi fulani, imepaki kwa muda mrefu kidogo, alafu ikatoka. Kumbe ilipokuwa imepaki kule,
ndani kuna mchwa waliingia wakaweka kakitu. Kwa maana yake ule upepo ulikuwa unaingia ulikuwa unapata resistance au ingii clear, kwa hiyo ukawa unatoa taarifa zisizo sahihi. Ndio ikamfanya, ndio ilikuwa chanzo cha ajali. Alafu baadaye walikuja wakaboresha hiyo teknolojia hivyo. Point yangu iko wapi? Nyuma ya taarifa za kweli kuna teknolojia. Kwa teknolojia inatupa taarifa za kweli, japokuwa zinaweza sio za kweli kwa 100% kwa sababu hizi labda chombo kinaweza kuwa na hitilafu na vitu kama hivi, sawa? Lakini pia nyuma ya taarifa za kweli kuna uhalisia wa mambo, uhalisia kabisa wa mambo. Kwa mfano, kwenu unajua ni halisi, kwenu historia yenu inaonyesha watu huwa wamalizi chuo kikuu, ni halisi. Wewe utafuta babu bibi wote kote hakuna hata mmoja amemaliza chuo kikuu, au wao wafungi ndoa kabisa. Ni kweli, ni uhalisia. Ni kweli kwamba kwetu wao wafungi ndoa, kwenu hakuna mtu amejenga. Ni kweli, ni uhalisia. Kwa hiyo si uongo, ni kweli, lakini sio kweli ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nyuma ya taarifa ya kweli kuna uhalisia wa mambo. Nyuma ya taarifa ya kweli pia kuna nature, asili. Asili pia inatoa taarifa. Nature inatupa taarifa. Lakini mara nyingine nyuma ya taarifa hiyo ya kweli anaweza kaingia, yuko shetani. Kama shetani anaweza akamfanya mwanaume akimwangalia mwanamke asimuone tu kama dada, amuone ni mtu ambaye anafaa kulala naye na mtu si mke wake kabisa. Yani anamuingizia ile mpaka jamaa anaamua kwamba sasa nitamfuatilia mpaka nitalala naye na fanya nani. Kwa maana yake akampa mtu kutazama kwa namna ambayo vitu halisi anatazama kwa namna isiyo. Unajua shetani anaweza pia akamsaidia daktari kuona tofauti. Anaweza kabisa akamsaidia daktari kusoma tofauti, sio kwa nia mbaya, kwa nia njema. Akamsaidia daktari kufanya mistake. Ningekuwa na muda ningekuelezea kwa nia njema, lakini akakosea. Waulize madaktari, sio kila kifo ni kifo nature, sio kila kifo ni Mungu tu. Kuna vingine anasema kwa kweli pale nilikosea, ila hata kwambia lakini kabisa kweli pale ningefanya hii, nilikosea, na nilipokosea ndio shida ikatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio kuona tena mama mmoja alisahau kazi tumboni, akaenda akarudia operation. Aliporudia wakatoa mkasi, wakasahau bandage tumboni. Kwa alipoenda mara ya pili wakapima, wakaona zile bande wakaambia turudie operation. Akasema sirudi tena, tutakuwa na nguvu nyingine. Ndio tukawasiliana, tukaomba naye, unajua zile bande zilitoka, alikuja alipitia zilitoka. Shetani anaweza akatumia sayansi kabisa kwa nia njema, kwa sababu hakuna daktari ambaye anaweza kusema anaacha mkasi tumboni. Yupo aina hiyo? Hayupo. Lakini shetani anaweza kufanya watu kufanya mistake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna taarifa nyingine ni ya kweli, lakini nyuma yake yuko adui katika huo utendaji kusababisha. Sasa taarifa za kundi hili hazina shida sana, isipokuwa kama zitapingana na neno la Mungu au ukiziweka juu ya neno la Mungu, ndio shida inaanza. Wewe kupimwa ukaambiwa una vidonda vya tumbo, hamna shida. Kipimo kimeonyeshwa na vidonda vya tumbo. Lakini ukasema kwamba sasa mimi nimeisha kwa sababu na vidonda vya tumbo, hapo ndio umetengeneza tatizo. Kupimwa ukaambiwa una HIV positive, ndio kipimo kimeonyesha. Lakini kufikiri kwamba sasa nimeisha mimi, maisha yangu ndio yamefika mwisho kwa sababu ni HIV positive, hapo ndio shida. Maana yake umeichukua ile taarifa umeiweka juu ya neno. Yaani umeifanya ile taarifa ya kidaktari ndio iwe taarifa ya maisha yako. Hilo ni kosa, watu wa Mungu. Hilo ni kosa. Kuna watu daktari akishasema sasa, daktari mwenyewe alishasema, daktari alishasema, sasa itakuwa daktari nani
alikwambia taarifa ya daktari ni taarifa ya mwisho? Nani alikwambia? Kosa ni pale ambapo unaichukua taarifa ya kisayansi na ukaiweka juu ya neno la Mungu. Taarifa zote za kundi hili ni lazima zichujwe kwenye neno la Mungu. Aziendani na neno la Mungu azinihusu. Aziendani na neno la Mungu azinihusu. Mimi kweli nilifahamu kabla ya corona. Kabisa nilifahamu kabla ya kipindi cha corona. Kwa hiyo kati ya watu ambao hawakupata shida na corona ni mmoja wapo. Kabisa. Kwa sababu ya hiki. Kwa sababu niliamua nisikubali taarifa nyingine yoyote ambayo iko nje ya neno la Mungu. Kabisa nakwambia. Kwa mimi binafsi nilienda kuombea watu ambao ana corona. Nilienda kwa familia moja. Yule baba alikufa na corona, alafu akawa amemwambukiza mtoto wake. Kwa hata kuzikwa na jamii ile. Kwa akawa amewakarantini kwa ule muda. Kipindi kile cha karantini ndio akanipigia simu yule mama. Anasema naomba hii karantini kisha uje utuombee mtoto wetu ana corona pia. Nikamwambia mama, mimi sisubiri ishe na kuja. Hawakuamini. Nikaenda. Yaani ulikuwa unapokelewa na nyumba ya kifahari, unapokelewa na masanitizer kuanzia geti. Ndio nayo ni ndani. Tukaomba nao. Ile nyumba wote waliokoka pale ndani. Akaniambia kuna mtoto wetu pia kule wamemtenga mtoto gorofani. Anasema mama yule anaenda anaweka vyakula mlangoni anaondoka. Mtoto baadaye anachukua vyakula anaingiza vyakula na gloves na kila kitu. Kwa hiyo naomba naye muombe hata hapa chini. Nikamwambia mimi naenda. Mama anamuogopa mtu, mimi nikaingia nikamwombea nikamwachia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinampa mtu ujasiri? Kuna nyumba moja nilienda kuombea alikuwa na corona. Yaani yule mtoto yule nilienda kuombea alikuwa na corona. Na mimi nikapata maelekezo nimwombee. Nimwekee hivi mkono. Awe anapumulia. Anapumulia na naomba amepumua ingiza. Kwa hiyo nikamaliza nikamwambia nilipotoka baba mwenye nyumba ile ananikimbia. Ananikimbia. Kwa sababu anajua nishaichukua corona chumbani namleta. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kinaweza kumpa mtu ujasiri huo? Lazima kuwe na taarifa ndani yako ambayo unajua hii ni taarifa juu ya taarifa zote. Hiyo ni taarifa ipi? Ya neno la Mungu. Na mimi nilikuwa tu ni rahisi. Ninayesema Yesu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Maana ndani yangu nina uzima na nina utele wa uzima. Kwa utele wa uzima mimi sisambazi ugonjwa na siingiliwi na ugonjwa. Hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uliamini neno la Mungu kuliko kitu kingine chochote. Kuliko taarifa nyingine yoyote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kila taarifa ya kweli inaweza kubadilika. Ni kweli kabisa lakini inaweza kubadilika. Ngoja nikupe mifano. Miaka 100 iliyopita, malaria, nani yule Dr. Livingstone alikufa na ugonjwa gani? Amjesoma. Si alikufa na malaria? Yule Dr. Livingstone. Si alikufa na malaria? Na wakati huo malaria ilikuwa ni tishio. Yaani ukipata malaria ulikuwa unakufa. Na sayansi ilikuwa inasema malaria ni ugonjwa wa kufisha. Leo hii ni wa kufisha. Si ile sayansi ilisema ni wa kufisha. Kwa nini leo sio wa kufisha? Maana taarifa ya sayansi ina uwezo wa kubadilika. Wangapi una picha yako ulipokuwa mdogo, miaka 2, 3, una picha nyosha kwa. Una uhakika ile picha ulikuwa ni wewe? Una uhakika kabisa ni wewe, si ndio? Wewe leo ndio uko vipi? Nini kimetokea? Ile picha ilikuwa ni taarifa ya kisayansi ambayo inakuonyesha wewe ni hapa. Umejaa makamasi ndio wewe. Lakini leo unakubali ni kweli ni wewe, lakini ndio wewe wa vile sasa hivi. Kuna wengine mna picha mlikuwa hamna nguo. Lakini ndio wewe wa vile. Nini kimetokea? Taarifa ya kweli ya kisayansi imebadilika. Leo ikipiga picha yenyewe hiyo kuonyesha wewe hapa. Yenyewe itakwambia wewe mkubwa. Sasa mbona wewe picha kamera ulisema mimi ni huyu. Na leo mbona unaniambia mimi ni huyu? Leo hii mimi ni mtu mzima na ndevu na kipara. Mbona wewe kamera uliniambia mimi ni kama mtu kadogo Mbona unanidanganya? Nilisema kweli ila kweli yangu haidumu.
Sasa kama wewe wa miaka miwili ulibadilika, kwa nini uamini kama ni kamera hiyo hiyo inapigaga x-ray? Ni hiyo hiyo. Ni hiyo hiyo inapiga x-ray. Ni hiyo hiyo ndio inafanya CT scan. Ni kamera imekuwa modified, badala ya kupiga nje inapiga ndani. Kama wewe wa nje ulibadilika, kwa nini huyo wa ndani asibadilike? Kwa nini unachukua taarifa ya daktari kama ni taarifa ya mwisho? Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa vizuri? Domeshi. Ibrahim alikuwa na taarifa yote kuhusiana na kufa kwake na kufa kwa mkewe. Biblia inasema kabisa akifikiri hali ya kufa ya tumbo lake. Warumi sura 4. Anasema Ibrahim, mstari wa 19. Ibrahim asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri. Unajua kufikiri maana yake nini? Alikuwa na taarifa ya uhalisia. Maana yake kama ni daktari alimpima akamwambia Ibrahim, wewe hauna uzao. Sio tu wewe, hata mkeo hana uzao. Jamaa na miaka 99. Sara na miaka 90. Maana yake ni wazi akili ilikuwa inajua ya kwamba haiwezekani kuzaa. Alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka kama 100, na hali ya kufa ya tumbo la mkewe Sara. Hapa anasema lakini, sema lakini. Kwa maana yake Ibrahim hakuishia kwenye taarifa ya daktari. Biblia inasema lakini akiona ahadi ya Mungu, akatazama kilicho juu ya taarifa ya daktari. Inaambia amekufa na mkewe amekufa. Akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitoa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Amen. Aina tatu ya taarifa ni taarifa za kweli isiyobadilika. Hii inaitwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni taarifa ya kweli isiyobadilika. Lilivyokuwa linasema miaka zaidi ya 400 kwa kupigwa kwake mlipona. Ndivyo miaka 400 zaidi ya 400 kabla ya Yesu kuzaliwa. Ndivyo linasema sasa hivi pia kwa kupigwa kwake yeye tumepona. Neno la Mungu halibadiliki. Liko vile vile. Neno la Mungu lilishatembelea future yako. Likaiona na likajua linaweza kukuokoa. Biblia inasema ulituma neno lake kuwaponya. Kwa maana yake neno la Mungu limeanzia nyuma, limeenda mpaka mwisho wa maisha yako. Kwa chochote neno la Mungu linachokuambia ndio kweli. Ndio kweli. Chochote neno la Mungu linachokuambia ndio kweli. Kwa sababu limeshaenda mpaka mwisho wa maisha ya mtu. Kwa hiyo likija linasema kweli. Mungu anamwambia Ibrahim, anasema nitakufanya baba wa mataifa mengi, akiwa na Isaka peke yake. Maana neno la Mungu lilishakuja mpaka leo. Leo sisi wajukuu wa Ibrahim, sisi ni watoto wa Ibrahim. Kwa maana neno la Mungu lilishaenda mpaka Ibrahim alishakufa mpaka sasa hivi. Likatuona sisi wote, alafu likarudi kwa Ibrahim, likamwambia wewe ni baba wa mataifa. Kwa neno la Mungu ndio taarifa pekee isiyobadilika. Ndio taarifa ya kweli ya kudumu. Na neno la Mungu maana yake ni kwamba kila linachosema ni kweli. Mtu wa Mungu, hata kama unaumwa tumbo, neno la Mungu likisema umwi tumbo, au umwi tumbo. Usiniambie nasikia maumivu, umwi tumbo. Neno la Mungu ni kweli kwa maana ya kwamba unaona hii ni rangi gani? Hapa ni rangi gani? Nyekundu. Neno la Mungu likisema hii ni nyeupe, hii sio nyekundu. Hii ni nyeupe. Neno likisema ni nyeupe. Kwa nini? Kwa sababu lina uwezo wa kufanya kile linachosema. Kwa hiyo likisema hii ni nyeupe, maana yake lina uwezo wa kuigeuza kuwa nyeupe hata kama unaiona nyekundu. Anza kuliamini neno la Mungu juu ya kila taarifa, utaona linafanya kazi. Ndio maana neno la Mungu linaweza kuanza kukuambia mambo kabla hayajatokea. Nakwambia wewe ni mzima. Anasema kila aliye dhaifu aseme mimi ni na nguvu. Kila aliye mgonjwa aseme mimi ni mzima. Sio kwamba udanganye. Useme uhalisia, kwa sababu kiuhalisia neno la Mungu likisema wewe ni umepona. Biblia inasema haisemi kwa kupigwa kwake tutapona, kwa kupigwa kwake tumepona. Ni kitu kilishakamilika. Kwa anza kuliamini neno la Mungu hata kama unasikia maumivu, sio kwa sababu tu umemsikia mtu anasema, ni kwa sababu umeliamini neno la Mungu na umeshawishika moyoni kwamba
haiwezekani niwe mgonjwa, haiwezekani kansa ikae kwenye huu mwili, haiwezekani hata wanichome sindano ya virusi vya ukimwi, haiwezekani kirusi kiishi kwenye huu mwili, haiwezekani. Sio kwa sababu ya jeuri, kwa sababu umelijua neno la Mungu na umejua kwamba neno la Mungu ni kuliko taarifa zote. Nakumbuka niseme tu ushuhuda afu nimalize. Nakumbuka kuna wakati mwaka 2019 mtoto wangu akaumwa, alikuwa anapata shida ya kushindwa kupumua. Ingekuwa corona imeingia tungesema ni corona. Shida ya kushindwa kupumua, tukakimbiza hospitali pale la Binisi. Akawa na muda mwingi anawekewa oxygen, wakapima wakasema kuna external object kwenye pafu lake la kushoto. Maana yake kwenye ile njia ya hewa kutoka kwenye pafu kuja huku, kuna kwenye ile mirija kuna kitu, wakasema hatujui ni nini, ni kama alikula labda shanga au kitu fulani, lakini kuna kitu kimekaa hapo kina block. Kwa ndio maana kuna pozi fulani akikaa anashindwa kupumua. Kwa muda wote alikuwa yuko na oxygen. Na akasema kwa sababu upande huu umepata shida kwa muda mrefu, hewa haiendi, pafu hili limekufa, limecollapse. Hizo taarifa ninazo mpaka leo pale ndani. Kwa akasema hii kesi imetushinda, lazima tupeleke kwa wataalamu wa mapafu. Tukatoka tukapelekwa Muhimbili kwa ambulance na oxygen iko hapa. Kufika Muhimbili usiku ule, nakumbuka wametoa hiyo taarifa, Mungu alikuwa amenipa neno, nikakaa naye saa 8 usiku, nilikaa naye pale hospitali, nimemkumbatia, ninaomba kwa kunena kwa lugha na hilo neno. Kwa anaamka asubuhi ni kama amestabilize. Japo muda wote oxygen iwe karibu, ikitokea chochote mumwekee. Kwa hiyo tukachukua ambulance tukaenda Muhimbili Jumamosi. Tumefika Jumamosi pale, wakasema wakaangalia, wakasema hii kitu ni critical na tuwezi kuiattend wenyewe. Yule daktari akasema Jumatatu ndio kutakuwa na madaktari jopo, kwa hiyo tutajadiliana tuone cha kufanya. Lakini na mimi walichukua ile CD ile ya CT scan, wakaingiza kwenye kompyuta, wakanionyesha kabisa, nikaona kabisa kadude kamekaa hapo kwenye pafu na mtoto hapo kwenye njia hewa kamekaa. Wanasema aka ni kitu kanji ndio kanazuia hewa kuingia kwa mtoto wao. Kwa hiyo Jumatatu wamekaa jopo, wakasema anatakiwa aingizwe theater, afanyiwe operation, lakini sio ile ya kupasua, anaita bronchoscopy. Kwa ingiziwe huko, alafu ndio waangalie na pafu limekufa kwa kiasi gani. Yaani takataka nyingi, vurugu. Sasa Mungu wangu, hii ni kitu gani? Unajua ameingizwa kwenye kile chumba, ilikuwa ichukue kama masaa 2 matatu. Tukaona imechukua muda mrefu, baadaye wakanipigia simu, Baba Joseph John, nikaenda pale theater, ametoka daktari mmoja, walikuwa wameingia 3 ma specialist. Wananiambia tumekutana na kitu hatukielewi. Na ndio maana tumechukua muda mrefu. Tumeangalia, hatuoni hiyo external object kwenye pafu la mtoto wako. Kabisa, sasa muone imeenda wapi? Anasema hata sisi hatujui. Yaani anasema mimi niliangalia nikaona sioni. Nikamuita na mwenzangu, akaangalia haoni. Nikafikiri tumekosea upande, tukaangalia na upande huu hatuoni. Kwa hiyo tunaona pafu liko clean. Nikamwambia na pafu ile ambayo ilikuwa linaonekana limekufa, akasema mapafu ya mtoto wako ni mazima 99%. Sasa hiyo moja waliacha ili chochote kikitokea. Alafu hiyo nikauliza hao wako kadude kamedumbukia, anasema kangedumbukia hali ingekuwa mbaya. Kwa hiyo sema kwa kweli hamna tulichofanya na mtoto hana chochote. Na mimi niliona kwenye CD mwenyewe kwa macho yangu nikionyeshwa na daktari. Kwa hiyo akaniambia kwa hiyo tutamtoa tu, ataenda wodini, tutamwangalia hadi kesho, alafu tutakuruhusu. Kesho yake wakaniruhusu, wakaniambia njoo baada ya wiki 3 tuone labda kuna kitu kilitokea. Sikurudi ndo mpaka leo. Na mtoto ni mzima. Maana yake linaweza kubadilisha taarifa yote. Ningeona muda ningeeleza zaidi, lakini unajua kila unachokiona ni zao la neno la Mungu. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. Vyote. Maana yake hii ardhi ni neno la Mungu. Miti ni neno la Mungu. Vyote vilifanyika. Kama vyote vilifanyika kwa neno, maana yake vyote vinaweza kufanyika kwa neno hata sasa.
na Biblia inasema neno la Mungu lina nguvu mno. Kwa hakikisha unalipa neno la Mungu nafasi yake. Ningekuwa na nafasi ningekuonyesha namna ambavyo hiki sio kitabu. Muda. Sadaka. Ningekuonyesha hiki sio kitabu cha kawaida. Hiki sio kitabu kama vitabu vingine. Anasema yani vitabu vya dini, Biblia, sio kitabu cha dini, hii neno la Mungu. Unajua hii kitabu kina vitabu 66. Hivi vitabu vimeandikwa kwa tofauti ya miaka zaidi ya 3000. Yaani mwandishi wa kwanza na wa mwisho hapo katikati ni miaka 3000. Miaka 3000. Yaani huyu wa kwanza na huyu wa mwisho miaka zaidi ya 3000. Alafu ni waandishi 40 ambao hawakuishi pamoja asilimia kubwa, lakini walichokiandika kinafanana, maana yake hakuandika mtu. Nionyeshe kitu ambacho anaanza kuandika leo, alafu anamwachia mwingine ambaye hamjui, anakufa, alafu baadaye unakuja kucollect kwa miaka 3000, kinatoka kitu chote, wazo ni moja. Maana yake mwandishi sio mwanadamu, mwandishi ni Roho Mtakatifu. Hakuna kitabu duniani kimepigwa vita kama Biblia. Yaani wale wafalme, kama kitabu chochote kikipigwa vita kama Biblia kisinge kuwepo. Ile Biblia iliyokusanywa, yule mtu wa kwanza ambaye alikusanya akaitafsiri kwenye King James nafikiri, aliuawa, na zote ambazo zilitafutwa zilizotengenezwa na yule zilichomwa moto. Zote walihakikisha wamechoma moto zote, lakini kuna moja ilisalia. Hakuna kitabu kinaprintiwa duniani kama Biblia. Kila dakika zaidi ya kopi 200. Kila siku zaidi ya kopi 80,000. Kila siku. Hakuna kitabu kinasomwa duniani kama Biblia. Hakuna kitabu kimetafsiriwa lugha nyingi kama zaidi ya lugha 2000. Hakuna kitabu kimegeuza maisha ya watu kama Biblia. Hii hapa Biblia. Hakuna imetoa maskini wa kutupa, imemfanya tajiri. Hii Biblia imegeuza maskini wa kutupa. Hii Biblia imegeuza matajiri. Hii Biblia imegeuza maraisi. Hii Biblia imegeuza kila aina ya mtu. Hiki sio kitabu kama vitabu vingine. Hili ni neno la Mungu lililothibitishwa. Ukijifunza kuamini hili neno, mimi ninakwambia wewe hauna situation ngumu kuliko neno. Linaweza kufanya chochote na litaanza kufanya hivyo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Nataka ushukuru Mungu kwa leo. Wametupa, asante kwa neno lako, asante kwa kile ambacho umepatia leo. Asante kwa fundisho hili. Ninajua umenisaidia. Mwambie Mungu uzalisha kiu ndani yangu. Na hii ndio moja ya sababu shetani anawapinga watu kusoma neno la Mungu. Atakuruhusu angalie movie, akuruhusu usome Biblia. Ukisoma Biblia unaanza kusikia usingizi. Unafikiri ni kitu cha kawaida, kumbe kuna hatima zinauawa. Mwambie Mungu leo kwa neno hili mimi ninavuka. Neno la Mungu litakuwa rafiki yangu. Nitakuwa na ratiba stable ya kusoma neno, ratiba stable ya kujifunza neno, na kwa namna hiyo maisha yangu yatageuka. Kama ulikuwa ni mgonjwa, mwambie Mungu ninaamini neno lako ambalo linasema kwa kupigwa kwake Yesu nimepona na ninapokea huo uzima. Na kama kulikuwa na mgonjwa yoyote, ninaamuru huo ugonjwa ukuachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Leo uchajiwe na nguvu ya neno la Mungu. Kiu ya neno iongezeke. Kiu ya kukaa chini na kujifunza iongezeke. Imani yako iinuke tena katika jina la Yesu. Rapa shaka kakata. Repo katelia mama. Shetani aliyekuaminisha kwamba laana za ukoo wako ni kubwa kuliko neno la Mungu, mwambie shetani leo I kick you out. Hata kama hakuna aliyeolewa kwetu, nitakuwa kwanza kwa sababu ya neno la Mungu. Hakuna aliyefanikiwa kwetu, nitakuwa kwanza kwa sababu nimekutana na neno la Mungu. Maisha ya miujiza yatakuwa sehemu yangu kwa sababu nimekutana na neno la Mungu. Reposhia taya za Randesta pala tayo Ripasta kakakata. Mwambie Mungu asante kwa zawadi ya neno la Mungu. Mungu alimwambia Musa, nimekufanya Mungu kwa Farao kwa sababu umekutana na neno la Mungu. Yeyote anayekutana na neno la Mungu anakuwa Mungu. Biblia inasema aliwaita miungu wale waliokutana na neno la Mungu. Leo Mungu amekukutanisha na neno lake. Wewe ni Mungu kwenye hiyo hali. Wewe
Bwana Yesu tunakushukuru. Asante kwa umeamsha kiu zetu kwenye neno. Umeamsha shauku zetu kwenye neno. Tutakaa na neno. Kana nifike mahali una mfungo kukaa na neno. Pamoja na maombi na neno, unasoma neno, unajifunza neno, na utaanza kuona Mungu akikupigania katika jina la Yesu. Pokea heshima na utukufu kwa yote ambayo unayafanya na umeyafanya katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.